lakini bado tupo katika upande wa pili ya Zilizobamba, lakini kwa sasa ni kwenda kuangazia katika mitandao mbalimbali. Kwa wakati huu hapa, kwa heshima ya kipekee kabisa, nimkaribishe Ari Bakari Mufti, kijana kutokea Mangula, lakini makazi yake yapo Tegeta kwa Yusuf Changalawe, lakini bila kusahau pia ni mzee wa Ujda, lakini pia Unguja ni sehemu anapopenda sana. Karibu sana Ari Bakari Mufti. Asante sana. Na leo kapendeza leo. Leo kapiga nini? Leo kavaa kama mwalimu mkuu. Leo sijapiga binzali. Leo kama mwalimu mkuu. Tunafuata binzali. Rashid anaweza kukwambia, alafu shemeji akisema lakini kweli binzali. Alizoa gumzo niliporudi nyumbani, ilibidi tujadili kidogo kuhusiana na binzali. Lakini ikaenda mbali zaidi, Philip Nkini akasema kwamba ukiangalia hata miwani ya kurasa za mwisho na viwanjani tofauti. Nikasema kwamba hii itakuwa kutokea Ujda. Leo kapiga mokasini leo. Na tulikukosa bwana. Ulienda wapi kampa kijiti Abu? Na nilikuwa nafuatilia nikasikia swali lako lile. Lakini unajua kazi zetu hapa kuna nyakati unakuwa na majukumu mengine ya nje ya ofisi hapa, kwa maana ya kwamba unatoka ndani ya jengo unaenda kufanya nje. Unajua ulisikia kila kitu alichosema? Kila kitu. Basi karibu Mufti. Asante sana, nimefurahi kumsikia Changalawe amepataja Tegeta. Lakini angemalizia na Mangula ningefurahi zaidi. Sasa mtu kutoka huyu anatoka mpakani. Anatokea mbali. Au inategemea ukiwa wapi? Amna kule mbali. Kule ni mbali. Kule ni mbali. Yaani kutokea mbali wapi? Kama Kigoma ni kwamba ni mbali. Kwa sababu sisi wenyewe mashabiki wa Shabana ambaye mji wetu Gusii kule. Watu wetu wa karibu Tanzania ni watu wa Msoma. Lakini bado tunaona kwao Msoma mbali. Ni mbali. Yes, sawa. Rashid Hamisi, nimefurahi, niliona mlikuwa mna mjadala mrefu sana kuhusiana na tuzo, lakini tuziache hilo. Twende katika yale ambayo yamebamba katika mitandao ya kijamii. Hawa ni Al Hilal Omdurman ambao sio wageni kwa hapa Tanzania, nafahamika, lakini wameweka posti kwenye ukurasa wao wakisema ya kwamba wao watakutana na Simba Sports katika mchezo wa kirafiki Alhamisi, ikiwa tu ni sehemu ya maandalizi ya michuano ya CAF Champions League raundi ya pili. Au ni Al Hilal Omdurman. Wao ndio wameweka hiyo posti katika ukurasa wao. Hawa na Simba familia. Wanakaribishana. Kumbuka waliwahi kukaribisha kwenye ile ya kwao ile walifanya kama tournament hivi. Simba Sports, Simba Super Cup. Hata msimu uliopita pia nafikiri alicheza Friends moja. Ndio mechi pekee ambayo Aishimanula alidaka. Alidaka dakika 45 za kwanza mechi ya kirafiki. Hapa KMC. Hawa na urafiki tu na wale na majirani wao. Na ndio maana huwa wakichezaga hapa huwa wanashinda kwa sababu wanapata support ya pacha. Pacha anakuwa kama msumi. Hata kwa hawaelewi kama msumi anafanyaje. Anaongezea. Alikuwa basi yake. Sawa, tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Hao ni Al Hilal kutoka hapo Sudani. Tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii. Kwa agizo la Saidi Msumi ama kaka Saidi aliniagiza akisema ya kwamba hii posti inatakiwa aje nayo hapa Mufti, na bila shaka kabisa nimefika nayo. Sijui kwa sababu anakumbuka alikufundisha? Yes, alinifundisha media law. Mwaka wa pili. Yes. Ulikuwa na mwalimu sasa nakumbuka kusema nimuita Mr. Damas. Akaambia, Msumi, don't call me Mr. I am a doctor. Ni mwalimu ambaye kiukweli wakati tunasoma kipindi chake ilikuwa ni majira ya saa 10 mpaka saa 12. Masaa mawili ametulia mbele. Lakini nikwambia tu Rashidi ya kwamba tulikuwa tuna uwezo wa kukaa kuanzia saa 10 mpaka saa 12, yani na click saa 12. Yani ndio tunajua kama leo haji basi nasema leo kwa sasa hapa haji sasa ndio tunaanza kutokea muda wote hapa. Na yani tulikuwa namna tunavyomheshimu ni kwamba mpaka tuhakikishe zile saa 2 za muda wake zimekwisha
ndio tunabeba mabegi tunaondoka. Ah, na hata tukianza kuondoka njiani tukiona gari linalofanana na lake, alisema tunageuza tunarudi mbio kwanza. Kwa hiyo nikwambia tu hivyo, huyo ni Damas Ndumbaro, atakuwa lecture hatari sana. Naye atumie si makablasha si nini. Atakuja na ile makapeni yake anachora na shusha nini. Afu akitoa assignment unatuma kwenye email. Sasa usikosee kwenda kwenye Gmail alafu kaipeleka katika Yahoo. Yes, lakini kikubwa ni kwamba hapa tunazungumzia mpira. Alikuwa waziri wa utamaduni, wakati ule alikuwa anaitwa utamaduni, sanaa na michezo, lakini sasa hivi habari, utamaduni, sanaa na michezo, si ndio? Lakini sasa hivi ni waziri wa sheria na katiba, si ndio? Lakini ni mwana michezo kweli kweli, na ndio maana hatushangai kumuona ametembelea kambi ya timu ya taifa ya Tanzania. Waziri wa katiba na sheria Dr. Damas Ndumbaro ametembelea mazoezi ya timu ya taifa ya Tanzania kwa maana Taifa Stars yaliyofanyika uwanja wa Gymkhana Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Zambia utakaochezwa Oktoba 8, 2025 Aman, Zanzibar. Ali Mufti akalaiki. Nayo mechi inachezwa saa 4 kamili usiku. Saa 4 kamili usiku? Nashukuru. Zanzibar. Zanzibar. Saa 4 kamili usiku. Mbona muda? Tutacheza muda mmoja. Unajua hii michezo ya kuhitimisha makundi afu kuna mechi moja ndio tabaki. Kwa hiyo anacheza muda wote mmoja. Watu sisi ya mwisho. Si kwenda ndio ya mwisho. Kwa hiyo sipoona pale ukiangalia kocha yupo Ankali Mgunda. Kwa hivyo hapa kwanza kuna hivi ni profesa na kwa mujibu wa Tarantino Pereira alisema ni profesa, yeye ni dokta. Yeye ni dokta. Sawa. Kwa hivyo na Mgunda Mgunda ni Pep Guardiola. Lakini kwa mandhari ya kwamba watu wote tupo hapa si hatabaki kuwa kwanza simuona Ankara alivyokata mikono yake alivyoiweka. Yaani unaona kabisa Ankara. Niwashukuru sana wakazi wa Ruaha. Salimiane. Yes, hayo ni ya timu ya taifa ya Tanzania bila, na uhondo huu utaupata kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Kwa hivyo kama hujalipia, lipia mapema. Yes, bwana, tumepita katika ukurasa wa Gift Alex Macha ama Ebe Junior. Umezoea kumuita hivyo kaka Saidi. Yeye bwana aliweka posti hii ni jana, alisema Azizi Ndambwile na Jigi Diara ndio wachezaji wa Yanga waliofanya vizuri zaidi tangu kuanza kwa msimu huu. Wamekuwa roho ya kikosi cha Roman Falls. Na mwingine, nani mwingine akiuliza pale. Kwa hivyo wengine wakaona mtaja Pacome. Yes. Angalia kwenye comment watu wameshuka hapo. Wanasema Pacome ndo game changer. Anafikiri nataka kusema game changer wa mechi ya Pamba Jiji. Pacome hata Mwamnyeto kaanza msimu vizuri sana. Amesema Pacome na Mwamnyeto. Mwamnyeto alimpiga mtu dalizi ile afa akaubutua hivi. Captain Becker. Captain Becker. Sawa. Na ndio maana ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa. Lakini Ndabwile nafikiri maneno yako ilikuwa ni mkini wewe. Alikuwa nafikiri ya nani? Kinga mkono. Alisema lazima kocha apokee simu ya Ndabwile. Yes, ya Ndabwile. Na bila shaka simu imepokelewa. Haya, tutoke hapo twende. Kinga mkono nini niambia? Andrea Kinga mkono. Basi tuache. Tuache. Asante. Sawa. Nimeuliza tu nisijajue. Sawa. Tumepita katika ukurasa wa Simba Sports. Meneja wa kuleta makombe kwenye kibegi amefika Msimbazi. Yes. Maana kibegi cha makombe kilikuwa hakijajaa. Sasa miaka 4. Hicho kibegi kwanza kimeanzishwa kije kubeba kombe. Kuna kombe lile la ngao ya jamii. Kubeba ngao ya jamii na muungano Muungano nini? Muungano. Sasa tatizo hiyo picha, unajua wataalamu wa picha wanasema picha inazungumza asilimia maneno 1000. Maneno 1000. Lakini huyo wa nyuma wa kibegi cha makombe umemuona kwanza? Huyo chini? Umemwangalia? Yaani haelewi. Kafurugwa na kibegi chenyewe hata haelewi akabeba nini. Haelewi kwa nini huyu jamaa amenyanyua kibegi mbona? Afu yule mwamba sio jicho langu ndio liviona. Hapana. Afu yule mwamba mwingine sio saluti, sio mtu wa saluti yule. Huyu wapi? Wa pembeni. Huyu hapana. Sio yaani huyo anaendelea na shughuli zake. Afu umeona juu kule mwingine kavaa jezi ya Bayern Munich. Yaani yule ndo kachoka kabisa. Huyu jasiri upata wapi? Inawezekana yeye aliona kamera. Kwa hivyo alipoiona kamera imeelekea upande huo akasema sasa
na mimi niweke pose ile la kamera. Lakini nyuma kama kachoka kibegi cha makombe. Kocha ngoja tuone msimu huu. Kocha amefika na meneja kumradhi, ni meneja amefika. Na jana nilikuwa namsikia Ahmed katika maeneo fulani akisema moja ya sababu zilizowafanya kumchukua meneja huyo ni kwamba angalia ile Gaborone United na Simba Sports kwa maana ya kipato, yani kwa maana ya tuseme nini, tuseme walivyoteseka. Yes, kiuchumi tuseme, angalie msuli wa kifedha. Yes, msuli wa kifedha, neno zuri kabisa, kwamba pamoja na kwamba timu hile ni mbingu na ardhi na Simba Sports, lakini iliweza kuonesha mwenyewe anasema kwamba Gaborone ndio ilikuwa Simba, alafu Simba ndio ilikuwa Gaborone katika ule mchezo. Kwa mantiki hiyo, huyu kocha ndio aliyoifanya hii Gaborone ambayo ina kikosi cha bei ya chini ukilinganisha na Simba Sports. Okay. Kwenye performance. Yes, kwenye performance ya mechi zile mbili. Kwa namna Gaborone ilivyocheza na Simba. Nimechagiza tu kwenye performance. Tulikuwa tuna mjadala mkubwa sana kwa performance. Basi unaweza ukaendelea. Yes. Kwenye tuzo za wachezaji zile kwenye performance ya mchezaji. Sawa, tuendelee. Nilikuwa nachagiza. Basi sawa. Kibegi oye. Kibegi kimeleta na maneno mengine. Sasa kibegi oye. Tuende kwenye post nyingine kibegi. Kibegi oye. Kibegi oye. Tuende kwenye post nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Sasa mjadala wenu lakini hapa najua mjadala hautokuwepo kwa sababu mmeshajadili vya kutosha. Hao unasemaje? Kwa mara ya kwanza kama unasema kwa mara ya kwanza tangu tuzo za mwezi za ligi kuu ya NBC zianze kutolewa, mchezaji ametangazwa, ameshindwa, ameshinda na watu wote wameridhika na kufurahi. Alimwambia nani? Yale maneno yale kwa mara ya kwanza. Soma hiyo comment ya kwanza. Soma hiyo comment ya kwanza. Na ngoja nimalizie hapa. Amemtaga na anasema ni nembo ya ubora wa ligi ya Tanzania. Hayo ni maneno ya meneja habari na mawasiliano wa Young Africans. Lakini comment hapa nafikiri Alfani Ozili huyo anasema ukiona timu kwenye mechi inatoa kipa ndio anakuwa mchezaji bora au kipa ndio anakuwa mchezaji bora wa mwezi, ujue hiyo timu ni mbovu na inafikiwa sana. Lakini sasa ndio jibu lake au? lakini maana akatai kwamba kipa sio bora. Maana yake ni kwamba kipa kwa mujibu wa bwana Halfan, mimi nadhani kwangu ukiangalia ile post ya Kamwe ukiangalia hapo ni masaa 20 yametumika. Masaa 20 ilikuwa ni post ya Kamwe. Ukiangalia uchambuzi wa Rashid na Philip ni leo asubuhi. Ndio. Unapishana kwenye masaa. Tubaki na Kamwe? Tubaki na Philip pamoja. Kamwe kapata wapi? Kasema nani ile kwamba sio nimesema. Yaani mimi nilikuwa upande wenu nimewatetea. Ndio yani au utaki niwatetee tena. Na watu wote wameridhika. Watu wote aondoe. Watu wote wameridhika aitoe. Aseme tu wana Yanga wote wameridhika. Sawa, huyo ni Ali Shabani Kamwe. Haya, tutoke hapo bwana. Jana Barcelona walikutana na kitu ambacho bila shaka huenda hawakukitarajia katika msimu huu. Sasa kocha wa Barcelona anasema yani ile hisia ambazo wamezipata jana baada ya kula kichapo cha magoli 4 kwa moja kutoka kwa Sevilla inawahitaji wao, yani inawapa wao ile motivation kwa maana ya hamasa, tunaweza kusema hivyo, si ndio? Kwa ajili ya mechi, yani msimu wote uliosalia. Yani jana bado tupo mwanzo katika msimu huo 2025-26. Kwa hivyo wao inawapa kama ile hamasa katika sehemu hiyo iliyobakia ya msimu huu wa 2025-26. Lakini anasema wanatakiwa wapambane zaidi kwa ajili ya taji. Miki ukweli mimi napenda football. Na miongoni mwa moment ambazo mimi huwa nazipenda, Rashid anajua hapa. Napenda kukaa na mashabiki. Ndiyo. Lakini huwa napenda moment gani uwanjani? Napenda moment mfano wachezaji wakiwa wanatoka kwenye tunnel. Na kuja kuwashukuru mashabiki. Okay. Lakini huwa napenda, ndio maana kuna comment moja hata ni link hapo. Timu ikipoteza
haimaanishi ni muda wa kuwazomea. Ni muda wa kuwapigia makofi na kuambia leo haikuwa siku yetu, lakini kesho itakuwa siku yetu. Yes, sawa. That is a football. Sio kuzomea atumtaki huyu. Angalia hizi comment ya huyo Kaluamba anasema let's go coach, Yes, we let's got go, this. Angalia ya pili yake. Yes. I'm always with you Hans. I believe you. Yani ni zile comments Ila utaki ile pale at this moment Rashford should be our striker. Sasa hiyo ni nyingine, hiyo ni challenge. Na jana alifunga. Yani challenge inaruhusiwa, lakini angalia mwendelezo wake Rashford. Lakini mbona Rashford alicheza vizuri kuliko Lewandowski? Lewandowski anakosa penalty serious. Sasa zinatokea hata AC Milan Christian Pulisic. Timu iko nyuma 2-1. Lewandowski sawazisha anakosa kweli. Kakosa Pulisic kijana ambao Milan ingekuwa inaongoza tofauti na Lewandowski ujue Ujerumani ni mkubwa sana. Lakini angalia pia na umri wake taratibu. Na ndio maana kuna baadhi ya michezo anakuwa anaanzia bench, anakuja anaingia kwa sababu yule uwezo kumpatia full time dakika 90 zote. Ferran Torres uko wapi? Mimi bwana kusema kweli baada ya Lewandowski kukosa ile penalty. Wanasema hivi yani si umechelewa. Yani choka kazini saa 2. Afu umechelewa. Bora uchelewe kabisa. Usiye saa 2. Usiye saa 2 dakika 1. Sio saa 4. Umechelewa. Sasa baada ya kukosa ile penalty nikasema nyie Sevilla hii. Hebu wafungeni hawa magoli mengi. Kwa sababu wanaonekana leo hawako sawa. Sawa Rashid, na bila shaka Sevilla wakasikia. Wakasikia. Walikuwa wananikosha. Kila goli walikuwa wananifurahisha. Mimi nikwambia tu dunia imefurahi. Kama kuna mtu ameumia basi pole kwake. Haya, yes, hao ndio wenyewe Sevilla. Baada tu ya mechi kuisha katika chumba cha kubadilishia jezi ama dressing room, mambo yalikuwa hivyo, shangwe la kutosha kabisa kwa Sevilla. Ndio mtangazaji asema imepita miaka mingi sana. Sevilla kwanza kupata ushindi kama huu. Nimeona pale. Imepita miaka mingi sana. Sevilla kuwafunga 1881 huko. Yaani ni muda mrefu sana. Unajua Sevilla ya mwisho bora ndani ya Spain ilikuwa chini ya Unai Emery. Anachukua Europa. Baada ya hapo sijawahi kuishuhudia Sevilla nyingine nzuri. Ile ilikuja kucheza na Simba hapa. Jakina Eva Banega. Wale wote tundoomba Mungu tu dua nyingi. Dua kibao. Dua nyingi. Mbona ukisema dua unaweka nini? Ubani. Ubani sawa. Lazima utitie ubani. Dua nyingi. Steven Zonzi. Shughuli walikuwa shakwisha wale. Sasa kaka Saidi nikwambie tu ya kwamba kaka Saidi wa Ismailia. Ndio. Yale ambayo yanatokeaga nyumbani hapa Tanzania. Kwa maana kwamba upande mmoja ukikutwa na majanga kidogo, upande mwingine huo unafurahi. Kumbe na Hispania nao yapo. Hebu tuone kwenye posti inayofuata, tuone habari ipoje hapo. Yes, hayo ni ya Sevilla, lakini tuone huko wakati kule wanateseka Barcelona, Madrid wakaweka posti hiyo wakisema hala Madrid. Umeona posti ya Kachelo? Yes, niliona na niwe radhi sikuja nayo. Huyo ni mnazi. Yaani nakwambia kaweka picha anacheka hiyo. Alafu kwani kuna nini huko? Na bila shaka sikupita katika ukurasa wa afisa habari wa ligi, bodi ya ligi, Karim Boimanda, nafikiri ni miongoni mwa watu ambao watakuwa wana furaha. Madrid 23 ama mpito. Madrid na kapasuka juzi tu. Madrid kashinda 3-1 dhidi ya Sevilla. Ile ya nyuma na Atletico Madrid. Alipigwa na Atletico na naye kala nyingi tu. Ile ya Madrid ilikuwa football, lakini hii ya jana akapigwa nyingi tu. Ile ya Madrid na Atletico Madrid ile ilikuwa ni football tu. Soma comment ya mwisho ya jamaa. Admin is cooking. He knows what the right time to post. Yes, bila wakati tayari maji yashakorogeka kule kwa Barcelona. Shughuli ndio ikawa. Kwa hiyo posti imekaa kinaa. Vile unavyoona Tanzania ambako watoto vijana wale wa Kariakoo, mmoja kwa mfano yale yaliyotokea Mbeya kule. Wakati mechi ilivyoisha, tulipopita kwenye ukurasa wa Simba Sports kuliweka post kwa sisi watumiaji wa mitandao ya kijamii tulikuwa tunajua kwamba hii ilikuwa inamlenga na ndivyo inavyokuwa. Kwa hivyo vice versa is true, kwa maana ya kwamba hata Simba Bisai na mimi hapa rafiki yangu Jesse Mukami. Jesse Mukami atakuwa na furaha sana. Jana akiwa na Jude Dude mbishi.
Dudi bado anaweza kaa kuna kitu anataka kubisha. Mimi sina furaha ila dunia imefurahi. Kaka Saidi, hayo ndio ambayo tumeweza kuyakusanya katika mitandao ya kijamii, kwa maana ya kwamba zile ambazo zimebamba. Kikubwa tu tarehe 10 tumemsikia Changarawe hapa, na Mwenyezi Mungu akijalia bila shaka nitakuwepo katika eneo la tukio mapema kabisa pale. Na mimi binafsi natangaza tu kwamba ni shabiki wa Changarawe katika mechi hiyo, na mwanao Msumi atakuwepo pale saa 8 bila shaka katulia pale. Sasa wewe unataka unichonganisha na masubiri yenu sasa watu kama wanataka kujua nini naenda kufanya Jumaa ngapi hiyo tarehe 10, wao wanapitia katika ukurasa wa Azam TV Sports kule, watajua kile ambacho mimi naenda kufanya pale. Yes, bwana, shukrani sana. Naamini kwamba vitasa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasubiriwa kwa mkubwa sana baada ya kuwepo Leaders, na sasa tupo katika viwanja vya Posta pale. Nilikuwa namkumbusha pale Aidan kuhusiana na pambano ambalo lilikuwa tumelifanya la mwisho pale kati ya Juma Choki dhidi ya Nasib Ramadhani Pacman. Kiukweli kabisa pale kwa ni sehemu nzuri ambayo inakusanya watu wengi, watu wanafika pale. Najua Rashid anatoka tu hapa, sisi huko Philip tunatokea nje huko. Panafikika akwenda kuenjoy ngumi. Na utamu wa pambano hili la sasa ni kwamba linahusisha mabondia wa ndani dhidi ya mabondia wa nje. Kwamba tunaenda kuona ile ladha kwa mabondia wetu wapo katika levels gani kushindana kimataifa. Kuna watu wanapenda dabi, local dabi. Lakini pia ni muhimu pia kuzipata ngumi kama hizi kujua mabondia wetu. Uzuri ngumi hazidanganyi. Kabisa. Ukipanda ulingoni pale ngumi haidanganyi. Yes, kabisa. Mchezo ambao hauna kutegea. Ukifika hakuna kutegea. Ukitegea unakimbia mpaka unachoka. Kwa mwisho siku, lakini pia tunaenda kupata professional, kwa sababu kuna baadhi ya mapambano za ngumi, mfano alikuja Bongani yule profesa Mhalango alipatia ngumi tamu. Asamele amewahi kuja hapa Shimanga Katomba. Tony Rashid alikutana naye. Tony Rashid. Yaani tuna vitu fulani tunavipata. Kwa hiyo naamini katika hii na yenyewe pia tunaenda kupata jambo moja tamu sana. Wakati naingia hapa kwenye set ya Rashid nilikuwa namsikia anasema kumuona bondia kutoka India yeye kwake anapata mashaka, lakini kwa kasi kwa sababu India unajua ni wacheza movie kuchi hauta. Sasa lakini nikwambie tu dada yetu yule nani jina limenitoka aliwahi kuna Muhindi alikuja hapa bondia amepiga mtaja hapa Stumai Muki alikutana na binti kutoka India. Kalikuwa ni kabishi hivi kamwili kadogo lakini alionyesha pambano zuri kweli. Mimi Muhindi ambaye nilirostisha ni Muhindi ambaye alipigana na mtu wa Kiduku Morogoro ambaye akuchota raundi 5 si yule kidogo yule mponjoli sio. Shukrani sana Asante Mufti kwa muda wako kuweza kujumuika nasi, na kesho kutakuwa na vitu vingi sana vikubwa. Hamna shida inshallah. Asante sana. Msalimie sana Mangula. Asante, zimefika kabisa.